Bana, tukiendelea kupeana taarifa mbalimbali zinazoendelea Gaza pamoja na Palestina kuhusiana na mzozo wao, ni kwamba kuna picha za satellite ambazo zimepigwa muda huu Gaza, lakini pia kuna picha ambayo ilipigwa wakati wa mwanzo kabisa kabla ya vita vya huko Gaza. Zinaonyesha Gaza mwanzo na Gaza ya sasa. Picha za satellite zinazotufikia sasa zinaonyesha maeneo ya Gaza mwanzoni mwa vita na sasa. Picha ya juu hapa chini inaonyesha Beit Hanun kaskazini mwa ukanda wa Gaza mnamo tarehe 10 Oktoba, na ya chini inaonyesha eneo hilo siku 11 baada ya vita. Kama unavyoona picha ilivyo, hii inaonyesha kabisa upande huu kwa juu ni kabla ya vita, kwa chini ni namna vita ilivyoharibu magorofa. Naona kama hizo gorofa hizo ambazo zimekaa mithili kama apartment fulani zilivyogaragazwa. Lakini tukiendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka kule, kwamba jeshi la Israeli latekeleza mashambulizi yanayolenga kaskazini mwa Gaza. Upande huo ambao tumeona umeshambuliwa, ni kwamba jeshi la ulinzi la Israel IDF limefanya uvamizi uliolengwa usiku kucha kaskazini mwa Gaza kwa kutumia vifaru. Lilisema uvamizi huo ulifanyika kama sehemu ya maandalizi ya hatua zinazofuata za mapigano, na ulipiga vikundi vingi vya magaidi, miundombinu na vituo vya kurusha makombora ya vifaru, katika chapisho la Alhamisi ikiashiria video operation hiyo. Wanajeshi hao wametoka katika eneo hilo na kurejea katika eneo la Israel, iliongeza taarifa hiyo. Hapo awali Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema katika hotuba yake television kwamba vikosi vya IDF bado vinajiandaa kwa uvamizi wa ardhini, lakini hakutatoa dalili zozote za wakati litakapoanza. Israeli iliwaambia wakazi milioni 1.1 wa jiji la Gaza na maeneo mengine ya kaskazini kuondoka kwa usalama wao kwenye wiki iliyopita. Lakini katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aliambia BBC kuwa baadhi ya Wapalestina waliokimbia makazi yao kaskazini mwa Gaza wanaanza kurejea, huku hali ikizidi kuwa mbaya kusini mwa eneo hilo. Sasa nataka nikusomee kidogo taarifa ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu anasema Israeli inajiandaa kwa uvamizi wa ardhini Gaza lakini hakusema ni lini. Kwa muda wowote watavamia, kwa sababu walishasema wameshamaliza mashambulizi ya juu angani, sasa wanahamia mashambulizi ya ardhi. Anasema ni kwa sasa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amekiri kuwa Israeli inajiandaa kwa uvamizi wa ardhini kwa Gaza, lakini hakutoa dalili zozote kuhusu muda huo. Azimio la kushughulikia hali ya Israel na Gaza limeshindwa tena katika Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, wakati huo likikabidhiwa na kura za turufu kutoka Urusi na China. Zaidi ya hayo, Israeli inajiandaa kumtaka Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kujiuzulu kutokana na matamshi aliyotoa kuhusu vita ya Gaza kutotokea katika ombwe. Umoja wa Mataifa pia umeonya kwamba mafuta katika ukanda wa Gaza yataisha mara moja na kulazimisha kufungwa kwa hospitali na makazi. Shirika la Afya Duniani limewataka Hamas kuachilia mateka wote kwa misingi ya matibabu. Ukiendelea kupata taarifa mbalimbali, mimi ni Tolmando kutoka Bongo 5.